يفتح الباب التاسع في اليوم التاسع في الشهر التاسع، وكل عين تنظر إليه ترى قبل لا تقترب. Katika kijiji cha kale cha Demani palipojaa utulivu wa juujuu na hofu iliyofichwa kwa vizazi, kuna nyumba moja tu inayotajwa kwa sauti ya chini, jumba la Bindaya. في الشهر التاسع وكل عين تنظر إليه. Mwanamke huyu hujulikana kama mtabiri wa ndoto, lakini wenyeji wanamjua kwa jina la siri, mama wa milango 9. فإن الموت يمشي في جدران بيتي. Kila tarehe 9 mwezi wa 9 saa 9 usiku, mlango wa mwisho, yaani mlango wa 9, hufunguliwa, na kila jicho linalothubutu kuutazama, roho yake huvuliwa kimya kimya. Wale waliopotea hawakuwahi kuzikwa, na wale waliobaki waliapa kutozungumza wala kutazama. وإبراهيم دخل ولم يخرج. Ibrahim, kijana mcha Mungu na msomi wa maandiko ya kale, anakataa kuishi kwa hofu. Shauku yake ya kutafuta ukweli inamvuta hadi katika jumba la Ndaya, jumba dogo kwa nje lenye milango mingi isiyomithilika ndani mwake. Anapoingia, anagundua kwamba uchawi hauko kwenye maneno peke yake, bali kwenye nafsi, damu na historia. فإن الموت يمشي. Ndani ya sura 5 zenye uzito wa ajabu, msomaji atashuhudia mapambano kati ya imani na laana, nuru na giza, uhai na kifo. فإن الموت يمشي في جدران بيتي. في جدران بيتي. 9 ni simulizi inayoelezea mlango unaokuita, lakini je, utathubutu kuutazama? Isome simulizi hii ya 9 ili ushuhudie siri ya mlango unaovua roho za wanadamu. Mimi ni Ibrahim Hussein ninayekualika usome andiko lake Ahami Ramadhan. في الشهر التاسع